Na mtazamaji wa Neli TV, niko hapa kuzungumza yale mazuri ya kimichezo na Malaika Simba. Jana wametoka kusare dhidi ya Mtibwa Sugar katika uwanja wa Meja Isamuhyo. Vipi kuhusu usajili? Tunakwenda kuyazungumzia haya yote hapa. Malaika, kwema? Kwa kwema kidogo. Kwema kidogo. Haiwezi kuwa kwema kabisa. Kwanza tukianzia kwenye usajili, kabla hatujamaliza hatujakuja kumalizia hapo jana, baada ya kusare dhidi ya Mtibwa Sugar, Simba juzi imemtambulisha Libase Gwe na Kibabage tayari amekwisha kupewa thank you huko Singida Black Stars. Usajili huu ni wa kimkakati gani kwa wekundu wa Msimbazi? Tukimchambua kwanza Libase Gwe, mshambuliaji kiungo, pia tutakuja kuhamia kwa Kibabage. Bado Simba tu, viongozi wa Simba, kitu ambacho wanachokifanya, mimi naamini, sijajua kama wanachokifanya wanakielewa au hawakielewi, lakini kwa namna ya usajili ambao tumeufanya au wameufanya, maana mimi sihusiki, ambao umeufanya wa kumchukua yule Msenegali ambaye ni Gwe, sijajua ni akili zao au kuna akili tofauti na zao, lakini sijaona sababu yoyote ya Simba kumfanya usajili wa kumchukua Gwe. Gwe ni miongoni mwa wachezaji ambao ni wa kawaida sana, kwa sababu katika engo mbalimbali ambazo amepita, mchezaji ambaye alicheza mpaka Hispania, sawa. Alafu leo hii mchezaji yule akaitwa kwenye chani, nakumbuka, sawa, ya iliyopita ya 2014 2024, lakini mwisho wa siku akatemwa. Yani vilabu vyote ambavyo alivyotoka kule alitemwa, amefika pia ametemwa kwa sababu ya performance yake. Gwe nilio kufuatilia juzi kati, nimeangalia katika mechi 10, katika mechi 10 ana goli 4, alafu ajitahidi katika wakati huo, sawa, akiwa na timu gani ile, katika mechi 10 goli 4 na pia assist 7, lakini baada ya hapo ndio ikaishia hapo hapo. Kwa hiyo toka na 2024 25 imepita wima, 25 kufanya vizuri, sawa, 26 inaingia, Simba tunamwona kama dhahabu. Ni kitu ambacho kiwezekana katika maisha soka. Viongozi wa Simba wanafanya usajili wa kubahatisha sana, yani wa kucheza kamari ambayo unajua kuna kamari unaicheza, kamari, kuna kamari ya wazi na kuna kamari ya isiyo ya wazi, lakini Simba tunafanya kamari isiyokuwa ya wazi. Yani kumchukua Gwe tunadhihirisha kama mawazo yao ya mwanzo walisema kwamba wanamtaka kumrudisha Clatous Chama, kwa sababu Gwe akidhi mahitaji, akidhi vigezo vya kuchezea klabu ya Simba. Gwe tayari hata eji yake imeshaenda miaka 22, na wanajiuliza Simba na wachezaji wa miaka 22 ni vipi? Waliwashawahi kuja wachezaji karibu 4 katika dirisha kubwa la usajili kwa miaka kuanzia 22, lakini ukimtazama namna ambavyo anaonekana ni kama miaka yake na yeye havilingani. Na ndio maana nimesema viongozi wa Simba wana tabia ya kutufanya mashabiki na sisi wanachama kama mataira. Yaani watufanya kama sisi wanachama mambumbumbu, mashabiki mataira, yani sisi sote hatuelewi na tujui masuala mpira. Wao pekee ndio wanajua masuala mpira, wao pekee ndio wanayejua masuala ya kujua nani mchezaji bora. Ndio hicho kitu viongozi wa Simba wanachokifanya, na ndio makosa ambayo wanayofanya. Gwe amecheza Hispania, sawa, 2021 na 2024, sawa. Gwe akarudi, alivyorudi amerudi kwamba akichezea timu ya pale ligi ya nani, ambayo ligi ya Senegali, ndio jana amechukua ubingwa, lakini baada ya hapo bado performance yake ikawa ni 0.0, na ndio maana hata michuano yao kama kumpumzisha. Nikuulize swali, Gwe chani ambayo iliyopita ulimwona? Sasa viongozi wa Simba hao wenye jicho
wani wamemuonaje kwamba Gueye ni miongoni mwa wachezaji bora ambao wanaweza kufanya kwamba sisi kama Simba wakatufikisha pale au wakatufikisha pale sisi tunapohitaji. Kama chani iliyopita ya msimu huu, yani maana hii ni Januari. Unajua mpira unaanzia 25 na malizia 26. Inaanza 26 na malizia 27. Sawa. Kama chani iliyopita ambayo Taifa Stars tumeingia mpaka kwenye hatua ya robo finali. Sawa. Hatukumwona huyo Gueye. Leo hii wanaposema Gueye ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa, na kati chani ilikuwa ikiwahusisha, nieleweni hapo, chani ilikuwa inawahusisha wachezaji wa ndani tu. Ukiona chani mchezaji hajacheza, hajaitwa, huyo sio mchezaji, hiyo ni takataka. Gueye mzee na kabisa, na serious. Gueye ni babu. Gueye ukimgusa sura yake yetu inaonyesha. Kwani vijana wadogo Kisenegal umeona? Umeona jinsi walivyo? Yaani wale sasa wao ndio vijana wadogo. Lakini mwingine kawavuta. Soka tavuta tu, yaani kwamba Hapa ubingwa. Katupa ubingwa. Sasa ukimwangalia Senegal. Mimi Senegal ndio. Mimi sio mwongo. Mimi tokea hapo ni miongoni mwa timu barani Afrika, timu ambayo ya kwanza kuipa support naanza soka ni Senegal. Wakati huo akina Du Ahmed wako pale, lakini akina Diouf sawa wako pale. Mimi wakati huo nilikuwa naanza kupenda soka, na muona pale Diouf anakichafua. Baadaye Diouf akaja katika klabu yangu pendwa kule nchini Uingereza, Liverpool, nikasema marhaba. Kwa hiyo na pia hata miaka hii akaingia Sadio Mane, yuko Liverpool, na mimi pia mshabiki mkubwa wa Liverpool. Kwa hiyo naoje kusema kwamba Gueye ambao tunaowajua sisi ni vijana wadogo, ndio wale wajana, na ndio maana wameitwa katika michuano mikubwa kama hii. Lakini pia bado vijana wadogo ambao wenye uwezo mkubwa mpira tumewaona chani ambayo inochezwa mwaka jana. Sasa leo viongozi wa Simba mnakuja kutuaminisha sisi, sawa, yani kwamba eti Gueye ana miaka 22. Kuna wakati mwingine unaweza ukazungumza vibaya ukaonekana kama mwatusi viongozi wa Simba, lakini viongozi wa Simba wanakela mpaka anapitiliza. Viongozi wa Simba wapo kwa ajili ya kuendelea kuifanya Simba yaani wamekuja kuiparalyze. Unajua ninaposema Mangungu, mwandishi mwanzo uliniambia Mangungu sijui Mangungu ana shida. Mimi mtu yote ule akiniambia Mangungu ana shida, huyo mtu natakiwa mimi aniambie kwa nini anasema Mangungu ana shida, kwa engo ipi? Kwa sababu Mangungu yeye hahusiki kwenye bodi ile ya kundi la Msimbazi, lakini ni kutoa taarifa tu. Mangungu sio anatoa taarifa, nafasi ya mwenyekiti. Mwenyekiti ndiyo mwenye mamlaka wa taasisi hiyo, sawa. Mwenyekiti aliyochaguliwa na wanachama wa hiyo taasisi ndio mwenye mamlaka ya taasisi hiyo. Chochote kile, hiyo naozungumza kifakti kwenye yani tunamchambua mwenyekiti, yani neno mwenyekiti ndio mwenyekiti chake. Mwenyekiti ndio mwenye mamlaka ya kiti chake, ndio mwenye mamlaka ya taasisi hiyo, kwa sababu yeye ateuliwi. Sio, tunaelewana vizuri hapo? Mwenyekiti ateuliwi, mwenyekiti anachaguliwa. Mwenyekiti wa kuchaguliwa ana thamani kubwa kuliko mwenyekiti wa kuteuliwa, na ndio maana taasisi zote za kisiasa mwenyekiti ateuliwa, anachaguliwa na wanachama husika kupitia taasisi. Hata Mangungu amechaguliwa na wanachama husika kupitia taasisi ya klabu ya Simba. Sasa yeye ndio mwenye mama, akiwezi ninukuuni vizuri mwandishi wa habari, hakiwezi kufanyika chochote kile kwenye klabu ya Simba pasipo mwenyekiti kujua na pia kuweka mkono wake. Hiyo ndio hiyo ndio nafasi ya mwenyekiti, kwa sababu mwenyekiti wa klabu ya Simba yupo kwa ajili ya kuifanya Simba ifikie malengo. Mwenyekiti yeye ndio msimamizi mkuu wa taasisi ya klabu ya Simba ya kimichezo kama ile. Sasa mtu anaposema mwenyekiti Mangungu, si kwamba yupo kama Boya alipo wakati tumemchagua.
anaweza kuwa kama Boya ni mwenyekiti Magoli, kwa sababu Magoli amemchagua nani? Magoli yule ndo anaweza kuwa kama Boya, kama underdog, kwa sababu yeye ameteuliwa. Nafasi ya kuteuliwa muda wote kati wote, kibarua kinaota nyasi. Kabla Magoli alikuwa mwingine, sitaki kumsema sawa, lakini Mo akafanya mchakato, sema wewe nipishe. Yaani mtu mmoja tu anasema sasa hivi sikutaki uteuzi na mcheua huo. Nafasi ya uteuzi ni nafasi kama kiserikali, unavyosikia Mheshimiwa Rais anamcheua mkuu wa mkoa, anamcheua kuwa waziri. Zile nafasi za kuteuliwa hazina guarantee, lakini nafasi ya mwenyekiti ni nafasi ambayo ni the best, na nafasi ambaye hata huyu mwekezaji Mangungu akisema wewe mwekezaji utufai kwenye klabu ya Simba, Mangungu anamondoa na hakuna mtoto kumwingilia. Anaita Bonani, anaita wajumbe wake, jamani, kwa mwenendo huu wa huyu mwekezaji wetu, sawa, tunavyoenda hivi klabu yetu tutapotea. Tutakosa wazaburi ambao watatufanya kwamba sisi klabu yetu ya Simba tuendelee kufanyaje, iendelee kufika malengo. Mwenyekiti Mangungu anaweza kufanya muda wote kumwondoa Mo pasipokuwa na kona. Kikao kimoja tu hayumo Mo. Sasa wewe mtu unaponiambia Mangungu hana shida, wewe mtu unatakiwa upimwe akili. Hao kama hujui masuala hizi nafasi watu kama wasijui, wasipende kuzingilia. Na ndio maana kumladhi, na ndio maana Yanga Africa baada ya kuona pana ingia mkanganyiko mkubwa katika hizi nafasi, na ndio maana wakaamua kubadilisha katiba yao. Wakasema kwa nini taasisi moja iwe na vitu wawili? Taasisi yote lazima mwenyekiti anakuwa ni huyu mmoja. Mwenyekiti maana ni chairman, ni chairman huyo. Na mpaka leo hii ndio kitu ambacho Yanga Africa wamewinda na kufaulu ni hicho. Leo hii tunaona Yanga na fly, Yanga na enjoy. Yaani wakigusa tu imo. Kwa sababu gani? Kwamba tayari washabisha mfumo wao. Simba tuambieni Mangungu. Mimi sikufichi mwandishi, niseme tu kweli. Miongoni mwa kiongozi ambaye klabu ya Simba hajawahi kutokea kiongozi ambaye mwenye akili finyo na mbovu kama Mangungu. Mangungu namfanisha na Mende. Akrilai. Mangungu namfanisha na Mende. Ili afe Mende lazima lale chani. Na ndio maana wahenga walisema kifo cha Mende hawezi kufa akiwa yeye eti amekaa kifudifudi. Ili afe Mende lazima lale chani. Hiyo ndio akili ya Mangungu. Dada yangu wa Tanzania, watu wa Simba. Simba anayeangusha ni Mangungu, sio mtu mwingine. Na unajua kusema na kurudisha nyuma. Kwenye mkutano wake alisema tarehe 5 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 maingizo na usajili rasmi wa wanachama wapya. Tarehe 5 ndio ilikuwa mwezi wa kwanza Januari. Nilikuwepo wakati anasema. Marahaba. Hapo nafikia sasa kidogo kwamba unanipata vizuri. Yaani nafikia kidogo nakuwa mwelezi mzuri. Alisema tarehe 5 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 kwamba maingizo na usajili wa wanachama wapya kwenye klabu yetu ya Simba, akiwa kama mwenyekiti, sawa, kwamba tunaanza usajili. Niambie leo tarehe ngapi? Leo tarehe 19 leo. Na tarehe 29 mna uchaguzi. Uchaguzi ambao sasa hivi mpaka sasa hivi hakuna tetesi, hakuna watu wanaozungumzia hili. Kuko kimya kwa kweli. Tayari mipango ishasukwa. Na ndio maana kwamba ninavyowaambia kwamba mtu akiniambia Mangungu, eti Mangungu kwamba hana hatia, huyo mtu ndio mtu wa kwanza anatakiwa ikiwezekana kabisa tumwaia hata tindikali afe. Kwa sababu hajui mpira na pia hajui masuala ya kiutawala. Lakini mtu yote ambaye anajua masuala ya kiutawala hawezi kusema Mangungu eti Mangungu hana hatia.
miongoni mwa mtu ambaye anaiangamiza kusababisha Simba ni Mangungu peke yake, hakuna mwingine. Yeye ndiye anayetunza uozo kwenye klabu ya Simba. Waandishi wa habari mkienda kumhoji Mangungu, anajibu majibu kana kwamba mtu ambaye ametoka usingizini kuamka. Anajibu kama mtu ambaye ametoka kutapika, afu sasa hivi kwa mavazi kachukua pito na kameza. Mimi niseme tarehe 5 imepita wima. Hakuna chochote, hakuna kiongozi yoyote yule wa Simba Sports Club ambaye amezungumzia hili swala. Ndugu mwandishi wa habari, sijaona popote pale. Leo tarehe 19, just imagine, tumebakiza siku 10 kufikia tarehe 29, tarehe 23 mna kibarua, siku ya uchaguzi. Je, wewe mwandishi unafikiria uchaguzi upo? Yaani kama ishi ya usajili wa chama limepita kinyemela, kimya na watu wote hapo kimya, wamekuwa baridi. Kuna baadhi ya watu wameongea kuhusu swala hili. Ndio, sio baadhi. Niliomwambia akaongea ni mmoja tu ambaye ni GBC nani? Pamoja na Mnani. Na Mnani, okay, okay, na Mnani. Lakini tukiwaangalia wanachama wengine wote wapo tu. Tafsiri yake nini? Klabu ya Simba tayari Mangungu ashaona akifanya usajili mpya wa wanachama, yeye kazi hana tena pale Simba. Kwa hiyo na ndio maana najua kwamba usajili mpya anawaingiza Gen Z. Na Gen Z wengi ni wasomi, wana uweledi mkubwa, hawataki kona, hawadanganyiki, wanahitaji haki na mnyooko. Na ndio maana hilo swala la usajili limekanseliwa na hautaliona mpaka uchaguzi upite. Na huo ni mpango madhubuti, kumradhi, na huo ni mpango madhubuti ambao wameuandaa kina Mangungu kuhakikisha kwamba Mangungu aendelee kubaki, kwa sababu akina Dr. Mo hawana uwezo wa kumpinga Mangungu. Sio, umeelewa? Kwa sababu akina Dr. Mo, akina Mzalamo, sawa, akina Kisugu, wale wote wapo katika cheni ya Mangungu, wanakula pesa ya Simba kupitia Mangungu. Kwa hiyo ndio maana utaona hautamsikia Mzalamo akiongea, hautamsikia Kisugu akiongea, na hautamsikia Dr. Mo akiongea, hautamsikia na nani Mzee wa Sauti akiongea. Hao nakutajia, hao wapo katika cheni ya Mangungu na wanaishi, wanapata mzigo, wanaishi vizuri na familia kwa sababu Mangungu. Sasa klabu ya Simba, mnaposema Mangungu sio tatizo, tatizo ni Mangungu. Mimi wakati mwingine ninaomba kumradhi, nikimalizia kama itapendeza, maana sitamaliza kuongea, maana naumia sana. Ningekuwa nimeomba, yani naomba mashabiki wa Simba wote nchi nzima, tunaanzia Dar es Salaam, kwa hali iliyofikia ya kutuletea usajili hakina Gueye, mchezaji ana miaka 32, tunasema miaka 22. Haya, huu ni udhalilishaji. Yani hii tunatoa udhalilishaji, niseme nini sio? Tunaenda kumchukua Kibabage. Ala, maskini ya Mungu, ya Rabbi toba. Tunaenda kuleta usajili wa Kibabage. Yanga alikosa namba, alitoka Fountain Gate akona hapana, akenda Singida, Yanga Singida tena amekosa namba. Sisi Simba ndo tunamwona eti kwamba anaweza akatuvusha Simba, klabu ya Simba ambao klabu hiyo tumepoteza mechi 2 za ubingwa. Tuna mechi na Express za Tunis kesho kutwa tu hapo Jumapili, alafu leo hii tunaenda kwa usajili kumchukua Kibabage. Jamani, kuna wakati mwandishi na Watanzania mimi naweza nikaongea, naweza nikatukana, alafu akina Mangungu akanikamata akanipeka jela. Kuna wakati najiuliza swali, hata magoli ameingia, alionyesha kama na kitu, lakini amechekwa baridi, amekuwa baridi kabisa magoli. Sasa hanakubali kuletea usajili wa nani wa Kibabage klabu ya Simba. Malaika, tukiweka nukta hapo sasa, tuhamie hapo